Siku chache baada ya watabiri wa hali ya anga kubashiri kwamba mvua japo ya rasharasha inatarajiwa kuanza wiki hii, wakulima katika kaunti ya Trans Nzoia wako gizani baada ya mahindi yao kuanza kunyauka shambani kutokana na ukame uliodumu kwa zaidi ya mwezi mmoja. Tathmini kutoka Wizara ya Kilimo inaashiria maelfu ya ekari ya shamba zimekumbana na changamoto za ukosefu wa mvua. Ukosefu wa mvua katika eneo la North Rift umeonekana kupanua mbawa zake hadi kaunti jirani ya Trans Nzoia. Christopher Opiyo ni mmoja wa wakulima waliokumbwa na janga hili ambalo limetishia kuvuruga kapu la taifa. Opiyo anakadiria hasara mwaka huu. Hata serikali pengine kwa njia moja ama nyingine watafanya nini kumsaidia huyu mkulima ambaye alikuwa amejaribu kujitolea kwa hali na mali, aone kama ataweza kujikimu kimaisha, lakini imekuwa ngumu. Mvua iliyokatika ghafla, hususan katika kipindi wakulima walikuwa wananyunyizia mbolea, ilionekana kuathiri na kufanya mimea yao kunyauka. Mimea haijaweza kunyonya ile mbolea ambayo iliwekewa, na hiyo inamaanisha pia mazao yatakuwa duni. Kwa hivyo kuna changamoto, na hii itakuwa na impact kwa usalama wa chakula. Kaunti ambayo hutoa zaidi ya magunia milioni 7 ya mahindi kila mwaka, sasa inatarajiwa kushuka kwa uzalishaji hadi 40%. Reje zile zinatumika kwa upanzi wa mahindi ni 250,000, na kulingana na wiki kiangazi tunaona kwa percentage wise 30 to 40%, kama ekari 50,000 zitakuwa affected. Watabiri wa hali ya hewa wamesema kwamba mvua ndogo ndogo za rasharasha zinatarajiwa kunyesha wiki hii katika baadhi ya maeneo ya kaskazini mwa bonde la Ufa. Elvis Kosgei, KTN, katika kaunti ya Trans Nzoia.